वक्त था वक्त मसीहा न किसी और का वक्त, मैं ना आता तो कोई और ही आया होता, मैं ना आता तो कोई और ही आया होता। A'udhu billahi minashaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa salim innaka hamidun majid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wapenzi watazamaji wa MTA International Africa, ni furaha yangu tena kuwakaribisha katika kile kipindi chenu mkipendacho kinachozungumzia maisha matakatifu ya Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wassalam na zile shutuma zilizotolewa dhidi yake katika maisha yake. Hivi leo tutaendelea kupeana jawabu au majibu za hizo shutuma zilizotolewa dhidi yake. Ili kufanikisha kipindi hiki siko peke yangu, bali niko na wenzangu ambao ni wabashiri wa Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya. Kwa upande wangu wa kulia niko na mbashiri Mwalimu Idi Mahmud Makoha, na kwa upande wangu wa kushoto niko na mbashiri Mwalimu Qasim Oponyo Sahib. Assalamu alaikum. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuna shutuma nyingi zilizotolewa dhidi ya Masih Maud alayhi salatu wasalam. Hivi leo nataka tuchanganue na tupeane jibu mwafaka zinazohusiana hizo shutuma hizo. Mojawapo anasema kuwa Hadhrat Masih Maud alayhi salatu wasalam aliwaita wale watu waliomkana, aliwaita kwa majina kuwa wao ni makafiri. Je, hii shutuma ni ukweli? Na kama ni ukweli, je, alikuwa anamaanisha nini kwa kusema hivyo? Asante sana ndugu mfawidhi. Bila shaka shutuma hii inatoka kwenye barua ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam ambayo alimwandikia Abdul Hakim, na katika barua alisema kwamba watu wote ambao niliwaalika kisha hawakunipokea na wakanikana ni sawa, si Waislamu. Akisema nimefunuliwa kwamba watu wote niliowaalika na hawakunipokea bali walinikana si Waislamu. Hii ikaandikwa katika Tadhkira ukurasa wa 519. Sasa baada ya hapo ikawa kuna dukuduku kwa wale wanaosikia, wale wapinzani kusikia kwamba sasa wao wanaitwa makafiri, na ikawa kuna maelezo zaidi kwamba kuna wale ambao wanasikia kuhusu Masihi aliyeahidiwa hawamkubali na hawamuiti kafiri, wanabaki kimya. Hawa sasa si makafiri kwa mujibu wa kauli ya Masihi aliyeahidiwa alayhi salatu wasalam. Na kuna wale ambao wanasikia mwito wake, wanaukataa na wanamkufurisha, wanasema yeye ni kafiri. Basi hawa ndio makafiri kwa mujibu wa hadithi ya mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambayo nitaomba ni nukuu kwa faida ya watazamaji kwamba wapate fursa ya kujisomea baadaye. Kasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ayyuma rajulin muslimin kaffara rajulan muslima fa in kana kafira wa illa kana huwa kafir. Yani mtu yeyote anayemuita Muislamu mwingine kafiri, basi ikiwa aliyeshtumiwa si kafiri, basi hukumu ya kufuru itarudi kwa mwenye kushtumu. Hii imenukuliwa katika Sunan Abi Daud, kitabu cha Sunna. Kwa hivyo hii inamaanisha kwamba wale ambao wamepata mwito wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam na wakakana na kumuita kwamba ni kafiri, hawa ndio makafiri wakubwa, kwa sababu ni makosa kwa mujibu wa hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumuita mtu kafiri ambaye ni Muislamu ambaye anaelekea kibla kiswali na alipiga shahada, alafu namuita kwamba yeye ni kafiri. Hapo yule anayemuita kafiri ndiye kafiri mkubwa kwa mujibu wa hadithi hiyo na kauli
ya Sayyidna Ahmad alayhi salatu wassalam. Asante sana kwa maelezo hayo ulioeleza. Kwa hivyo namaanisha mtu yeyote anayemuita mwenzake kafiri, ilhali anayemuita kafiri si kafiri bali ni Muislamu, kwa hivyo yeye ndio ni kafiri mkubwa kulingana na maandishi ya Sayyidina Ahmad. Bila shaka yeye ndiye kulingana na hadithi. Naam, kulingana na hadithi hii ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na imenukuliwa katika kitabu kikubwa ambacho ni kitabu mojawapo katika vitabu sahihi zaidi 6, Sunan ya Abi Daud. Naam. Yeye mtu huyu ambaye anamuita Muislamu ambaye anaielekea kibla na amepiga shahada kwa kusilimu, atakayemuita kafiri, yule aliyemuita ndiye kafiri mkubwa. Naam. Asante sana. Kasim Obonyo Sahibu, kulingana na jinsi alivyoelezea kuhusiana na masuala ya kafiri, una lipi la kuongezea kuhusiana na maelezo aliyopeana? Naam, asante sana ndugu mtangazaji. Sawa na kauli ya Mwalimu sawa vile amesema, Hadrat Masih Maud alayhi salatu wasalam amebainisha wazi, akasema kwamba yeye kwanza hajaruhusu watu kuitana makafiri, wala hajaita wanajumuiya kuita watu wengine kafiri, lakini anasema inaswihi wakati mtu ataitwa kafiri kulingana na matamshi yake na kulingana na kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema anayemuita mtu mwingine kafiri basi yeye atakuwa kafiri. Sasa Hadrat Masih Maud alayhi salatu wasalam jambo hili anasemaje? Anasema wale wapinzani wanadai kwamba yeye ni muongo, na ndio sababu wanadai yeye ni kafiri. Lakini anasemaje? Anasema yule anayedai mtu ni muongo na ile hali mtu si muongo, basi anakuwa yeye ndio kafiri mkubwa. Na katika haya, katika Qur'ani tukufu Mwenyezi Mungu amesemaje? Ningependa ninukuu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ndani ya Qur'an tukufu, baada ya a'udhu billahi minashaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, faman athlam mimman iftara ala llahil kadhiba au kadhaba biayatihi. Tafsiri yake ni kwamba ni nani mdhalim zaidi kuliko yule anayetunga uongo dhidi ya Allah au anayekataa ishara zake. Na ninaendelea kunukuu katika sehemu za Masih al-Aidiwa, anasema kwamba hivyo ikiwa mimi nitachukuliwa kuwa muongo na mtu fulani, basi si tu mimi ni kafiri bali ni kafiri mkubwa. Ikiwa mimi si mtungaji uongo, basi hakika hiyo kufuru itamkumba yule anayeniona mimi kuwa muongo. Kama alivyosema Allah katika aya hii, aidha anayekataa kunikubali hampokei Allah na mtume wake, kwani kuna utabiri kuhusu mimi kutoka kwa Allah na mtume wake. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitabiri kwamba katika zama za mwisho Masihi aliyetabiriwa atatokea kutoka katika umma huu. Na pia aliona Yesu mwana wa Maryam usiku wa Miraji miongoni mwa manabii waliopita. Kwa hivyo katika kauli hii tushaona kwamba iko wazi ya kwamba yule ambaye anamkadhibisha ama yule ambaye anamkataa Masihi al-Aidiwa, kwa sababu Masihi al-Aidiwa anasema kwamba yeye ametoka wapi? Ametoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na anayemkataa Masihi al-Aidiwa amemkataa Allah na amemkataa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa anasema yule ambaye anamkataa na ile hali yeye ni mkweli, basi ndiye atakayekuwa kafiri. Kwa hivyo katika kauli hizi tunaona kwamba Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam hajatuamrisha sisi kuita wale ambao hajatuamrisha sisi kuita Waislamu makafiri, bali wao wenyewe watajiita makafiri kulingana na kauli zao. Na tunaona siku hizi wengi wanatuita makafiri. Sasa wakituita makafiri sawa na kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wao ndio wanakuwa makafiri wakubwa. Kwa hivyo hii kwa ufupi ni kwamba sio kauli ya Masihi al-Aidiwa, bali ni kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Mwenyezi Mungu. Naam, asante sana kwa maelezo hayo kuhusu kafiri, nani ni kafiri kulingana na hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, tukizingatia bado mada ya kafiri, kuna pia shutuma mojawapo ambao ametoa kuhusiana na Masih Maud alayhi wasallam. Anasema kuwa kulingana Masih amekataa, anapinga hii kauli wanaosema kuwa yeye ameita watu kafiri, kwa sababu anasema kuwa yeye hajaita mtu yote kafiri madamu mtu yote ambaye ametamka shahada, kalima shahada, hamwiti kafiri. Na hii inashabiana ama inalingana kulingana na hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Je, unaweza dhibitisha? Kuna dhibitisho wote ambao utatoa amba kuonyesha kuwa hii kauli ya Masih ya kutoita wale wanaotoa kalima shahada makafiri inalingana ama inawiana na semi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Naam, bila shaka Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam
katika mazungumzo yake hajawahi kwenda nje ya mipaka ya Allah ambayo ni Qur'ani tukufu na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila funzo ambalo amekuja nalo na kila aliloandika aliandika akizingatia mwelekeo wa Qur'ani tukufu na mwelekeo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo alisema wazi kama nilivyosema hapo ya kwamba yule ambaye anatuita kafiri na amekana madai ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, yani amekana madai ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam kwamba yeye si mtume wa Mwenyezi Mungu, si Mahdi, si chochote, basi huyo tayari ndiye ambaye amekufuru, kwa sababu kuna hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo inaandama kauli za Masihi aliyeahidiwa, na nitaomba ninukuu kwa faida ya wale ambao ni watazamaji waweze kujisomea baadaye. Kwanza, Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam aliposema hatuwatangazi wanaosema shahada kwa wako nje ya Uislamu isipokuwa yeye mwenyewe anayetufanya na kutuita makafiri ndiye ambaye ni kafiri. Hiyo imenukuliwa katika Malfuzat juzu ya 10 ukurasa wa 376 na 377. Alafu hiyo taarifa ya kufuru ambayo imekuja hapo inafuata hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba wakati ambapo utasikia Imam Mahdi umuone, basi ni vizuri ni haraka, fanya haraka ufanye nini? Ujiunge pamoja naye, shika bayati yake. Kwa hivyo akasema Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, kwa kweli ni kwamba Mirza Ghulam Ahmad Qadiani ndiye Masihi aliyetabiriwa na Mahdi kama Allah alivyomtuma kulingana na maandiko ya awali na utabiri wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha raaitumuhu fabai'uhu, yani wakati utakapomuona basi mpe kiapo chako. Hii inapatikana katika kitabu cha Ibn Majah, kitabu cha mtihani, sura kuhusu kuibuka kwa Mahdi. Sasa ukiangalia vizuri unapata kwamba kwa hakika Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam alielezea vizuri jinsi ambavyo mtu anaweza kuepuka hii lawama ya kuitwa kafiri, kwa sababu kama tayari umeungana naye na ukachukua baiati kwake, basi bila shaka sasa utakuwaje kafiri? Sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alishaeleza vizuri kwamba utakapomsikia tu basi ungana naye. Kwa hivyo ni vizuri kwamba tuelewe hili. Alafu kuna hadithi nyingine ambayo ni Mtume sallallahu alaihi wasallam inasema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ankara khurujul mahdi faqad ankara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani tafsiri yake ni hii kwamba Mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam alisema mwenye kukanusha kuja kwa Mahdi amekanusha yaliyoteremshwa kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiyo imeandikwa katika Yana bil Mawadda sura ya 78 na Allama Sheikh Suleiman bin Sheikh Ibrahim aliyekufa mwaka wa 1294 Hijria. Asante sana kwa maelezo haya kueleweka. Ndio, kuna pia hii pingamizi ama shutuma inayotolewa, nasema kuwa kwa Mirza Bashir bin Mahmud Ahmad wametoa shutuma kwake, wanasema kuwa alinukuu kauli ya Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi wasallam katika maandishi yake aliposema kuwa maziwa itatoka Maka, maziwa kutoka Maka na Madina. Hii inamaanisha nini? Hii ni kauli ya kimfano, si ya kwamba ni kitu ambacho ni halisia, la. Hadhrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiallahu anhu anapozungumzia kwamba maziwa yatatoka Maka na Madina, maana yake ni kwamba yani maziwa yanafananishwa na yani sema kitu kitamu. Sasa sisi tunachukulia kwamba Uislamu ulikuwa ni mtamu, na pia swala hili limezungumziwa na Masihi aliahidiwa pia alayhi wasallam katika akifafanua madini yani Kadiani. Anasema hii maziwa
inafananishwa, yani tuseme ni ile elimu ya Islam ambayo imetoka katika Madina. Sasa anasema yule ambaye atakosa kupata maziwa haya atakuwa amefanya nini? Amekosa elimu. Sasa anafananisha ni kama mtu ambaye ama ni mtoto ambaye alikuwa ananyonya maziwa kisha maziwa yakakauka. Sasa yale maziwa, ule utamu ambao ulikuwa pale katika ile maziwa ukakosekana. Sasa ni kwamba yule atakayekuwa amemkufuru Masihi aliahidiwa alayhi wasallam pia atakuwa amehesabiwa miongoni mwa wale watu ambao wamekosa maziwa hayo. Sasa wengine wanafikiria kwamba maziwa, unajua wapinzani wamekosa la kusema kwa sababu wao wanachukulia mambo kihalisia ya kwamba wanafikiria maziwa ni maziwa ya ng'ombe ambayo tunayaona kila siku, lakini Hadhrat Masihi Maud alayhi wasallam ameelezea vizuri zaidi na akasema kwamba maziwa yatakuwa ni elimu ya Kiislamu. Na vile tunajua mafundisho ya Kiislamu, mafundisho ambayo ni mazuri, mafundisho ambayo yanaongoza kwa njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa anasema kwamba yule atakayekuwa na bahati mbaya basi atayakosa haya maziwa na atakuwa pia ni kama amepotea. Kwa hivyo sisi pia wanajumuiya tunaambiwa kwamba wakati wa Masihi aliahidiwa pia kuna watu ambao watakuwa kama hao watu wa Maka ambao walikosa maziwa, kwa sababu tunaona wakati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatangaza Uislamu ni wachache ambao walimpokea. Sasa wale wengi wakawa wamekosa haya maziwa. Sasa katika wakati huu pia wa Masihi aliahidiwa kuna watu wengi ambao pia wamekosa haya maziwa, kwa sababu mafundisho haya ya Masihi aliahidiwa na mafundisho mazuri, mafundisho matamu, lakini kuna wale ambao wanapinga, hawana haja nayo. Kwa hivyo wanafananishwa ni kama wale ambao wamekosa maziwa ya mama, na ukikosa maziwa ya mama basi utakuwa hauna afya. Kwa hivyo yule ambaye anakosa mafundisho haya ya Masihi aliahidiwa ni kama maziwa. Kwa hivyo amekosa nini? Amekosa afya, ama amekosa kitu cha maana zaidi katika mwili wake, na hatapata nini? Afya nzuri. Kwa hivyo sisi ambao tumekubali Masihi aliahidiwa lazima tuyakumbatia haya maziwa, kwa sababu ni kitu kitamu. Mafundisho haya yamekuwa ni kitu kitamu. Kwa hivyo sisi lazima tuyakumbatie katika njia ambayo ni ya kisawa, ili tuwe na afya nzuri katika miili zetu. Na wale ambao wanakataa basi watakuwa wamekataa maziwa ambayo yametoka Madina na Maka, kwa sababu tunajua mafundisho ya Uislamu yametoka wapi? Maka na Madina. Ndio sababu Hadhrat Masihi Maud alayhi wasallam akafananisha kusema kwamba maziwa yatatoka Maka, lakini watu watakuwa hawana ufahamu nayo, watakuwa wanachukulia kama kitu cha kawaida tu, yani hawana ufahamu na maziwa ama na elimu ya dini ya Kiislamu. Kwa hivyo ni jukumu la kila Muislamu, jukumu la kila mwanajumuiya kukumbatia elimu hii ama kukumbatia maziwa haya ambayo sisi tumeletewa na Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam. Asante sana kwa maelezo hayo, kwa kufahamisha na kuelimisha watazamaji na wapinzani kuwa wasichukulie mambo kidhahiri, maana maziwa inamaanisha ni mafundisho mazuri, elimu nzuri kutoka chimbuko la Uislamu kule Maka na Madina. Asante sana kwa maelezo hayo. Naam, kuna pia shutuma nyingine ambao wapinzani wanatoa, wanaosema kuwa wanapotaja Maka na Madina kuwa maziwa yatatoka Maka na Madina, ni kana kwamba Masihi Maud alayhi wasallam anajaribu kutoa dhihaka kwa hii kutoka kwa Maka na Madina, ama je, anajaribu pengine kuzipandisha cheo ama daraja ama hadhi ya hizo sehemu? Utelezaje, ni anapandisha cheo hadhi zao hizo sehemu, ama anatoa dhihaka kuhusiana na hizo sehemu? Abadan si dhihaka, kwa sababu Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam alikuwa na upendo wa hali ya juu kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kwa kuwa maeneo haya mawili matakatifu ni maeneo ambayo ni chimbuko la dini ya Kiislamu, Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam katika kusema kwamba maziwa yatapatikana ama yatatokea Maka na Madina, ilikuwa ni kuleta ile hadhi, cheo na turuhani ya miji hii ambayo ni mitakatifu na ni nguzo za dini ya Kiislamu katika ukuaji wa dini ya Kiislamu. Sasa tukiangalia, haiwezi kulinganishwa na ile dhihaka inayosema kwamba alifanya dhihaka. Sasa nitanukuu kipande kidogo ili kumjuza yule ambaye ni mtazamaji kwa faida yake na apate uelewa zaidi kwa upanuzi wa maelezo yangu. Katika kuelezea ubora wa miji hii miwili Maka na Madina, Hadhrat Masihi Maud alayhi salam amesema, nafsi yangu na moyo wangu vimejitolea kwa uzuri wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mavumbi yangu yamejitolea kwa mtaa wa familia ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii inapatikana katika Ainaye Kamalati Islam, Ruhani Khazain
jalada la 5 ukurasa wa 645. Hadrat Mirza Bashir Ahmad, mwana wa mwanzilishi wa Jamii Ahmadiyya, anaandika kwamba siku moja katika mazungumzo ya kawaida ya nyumbani kulikuwa na Hadrat Jan Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam na Hadrat Mir Nasir Nawab. Hawa watatu walikuwa wanazungumza kuhusiana na hija. Sasa wakasema kwamba kumekuwa na urahisi siku hizi na wepesi wa usafiri, kwa hivyo wafanye mpango waende kuhiji. Sasa mara moja waliona kwamba kabla ya mazungumzo hayo kwenda sana, macho ya Masihi aliyeahidiwa alayhi salam yaliloa machozi na yakaanza kudondoka polepole, mpaka hata wakashanga na nini inaendelea na Masihi aliyeahidiwa alayhi salam. Sasa alipoulizwa akasema, ni kweli kuhiji ni vizuri, manake ni ibada yetu ya Kiislamu na pia nina hamu na upendo na hii ibada ya hija, lakini nitawezaje kuvumilia kuona kaburi la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yani kwa sababu ya ule upendo aliokuwa nao na Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliona kwamba hangeweza kuvumilia kufika maeneo matakatifu kama yale na aonyeshwe kwamba hili ndilo kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam na azuie kilio chake. Anapenda kwa sababu hija ni nguzo ya Kiislamu, lakini kwa sababu tu hiyo ya ule upendo akaona kwamba ni vigumu kuvumilia mahali kama pale. Sasa nitasoma pia nukuu ya Hadhrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Khalifatul Masih Thani radhiallahu anhu katika kufunga mazungumzo haya. Mazungumzo haya yanaonekana madogo, yanaonyesha mawimbi ya kina na upendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa Sayyidina Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiallahu anhu ameeleza kwa ufupi sana kuhusiana na upendo wa Waahmadiyya kuhusu hii miji miwili Maka na Madina. Alisema kwamba hatuwezi hata kuvumilia mtu yeyote aguse jiwe moja la Kaaba kwa nia mbaya wakati nyumba zetu zinabaki salama. Yani alimaanisha kwamba afadhali nyumba zetu ziporomoke, zianguke, lakini Kaaba isimame imara, Madina, mji wa Madina uwe imara. Aliendelea zaidi na akasema kwamba ndio watu wanaona tunalinganisha Maka, Madina na Qadian, lakini kama tungepewa fursa kwamba hii miji miwili mitatu sasa, Maka, Madina na Qadian, inaelekea kuporomoka, tuokoe sehemu moja, tutaokoa Maka na Madina, afadhali ya Qadian isubiri kwanza. Hivi ndivyo, kwa sababu ya upendo wa maeneo haya matakatifu, Hadhrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiallahu anhu alizungumza. Hii imenukuliwa katika Khutubati Mahmud jalada la 16 ukurasa wa 541 hadi 543. Naam, asanteni sana kwa kuelezea watazamaji na kuwaelimisha kuhusiana na mijizi miwili na kutoa upendo, kuonyesha upendo wa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad dhidi ya kuhusu Maka na Madina. Asanteni sana. Kuna hii swali ambayo nasema kuhusiana na ugonjwa wa Masih Maud, pia kuna pingamizi, lakini Hadhrat Masih Maud akaieleza kwa kubainisha, kutoa ile hadithi ya shuka mbili ya njano. Je, utaeleza vipi watazamaji? Naam, asante sana mtangazaji. Hii ni tabiri ama niseme ni tabiri ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ametabiri kwamba Masihi aliahidiwa atakapokuja atashuka na shuka mbili ambazo atakuwa amejifunga shuka za manjano. Sasa wapinzani wamechukulia jambo hili ya kwamba Nabii Isa alayhi salam atakuja na shuka zile za kawaida tu, lakini Hadhrat Masih Maud alayhi salatu wasalam akifafanua jambo hili anasema kwamba sawa na tabiri, ama hii imekuwa ni kama ndoto, na hii inafafanuliwa ni kama ni maradhi. Sasa anasema hii maradhi yamemkumba yeye, ya kwamba yeye alikuwa na maradhi aina mbili ambayo imelinganishwa na shuka mbili. Sasa anasema katika wafafanuzi wa ndoto ama watafsiri wa ndoto wanasema kwamba jambo linapotumika kama shuka mbili ni maradhi mawili. Anasema maradhi ya kwanza ilikuwa maradhi ya juu na maradhi ya pili ilikuwa maradhi ya chini. Anasema jambo hili lilikuwa la msumbua sana, maradhi hayo mawili yalikuwa yanamsumbua sana
kwamba alikuwa na ugonjwa wa moyo, ulikuwa unamsumbua saa zingine mpaka unamwangusha. Mwingine anasema alikuwa anashikwa na ile hali ya mikojo, yani kwa sababu ilikuwa ni tabiri. Pia hili laonyesha kwamba nini, kama ni tabiri ambayo imetoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na maana imetimia. Lau kama ingelikuwa Masihi hajatoka kwa Masihi aliyeahidiwa, hajatoka kwa Mungu, angeficha. Kwa sababu wewe ukiambiwa kwamba kuna mtu ambaye ana ugonjwa wa mkojo, kuna wengine hata hawataki kujulikana kabisa, lakini kwa sababu hii ni tabiri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ilikuwa nionekane, lazima ionekane kwa huyu mtume wa Mwenyezi Mungu ambaye amemtuma. Sasa sisi ni watu tunajivunia kwamba hiki ni kitu ambacho kimeonekana na wapinzani wameshuhudia, lakini wao bado wameshikilia, wanasema kwamba hapana, Nabii Isa atakuja na shuka mbili. Masihi aliyeahidiwa anasema kwamba basi kama atakuja kama hawa mabaniani wanajifunga shuka mbili, atakuja na shuka kama hizi. Swali linakuja, je, kwa hivyo inamaanisha kwamba hata sisi katika siku ya kiyama tutatumia nguo kama hizi? Jambo ni la, jibu ya kwamba ni la, ya kwamba hii ni hali ya mfano na ni utabiri ambao umetimia kwa Masihi aliyeahidiwa, sawa na tabiri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kwamba Masihi atakapokuja atakuja na shuka mbili. Na shuka mbili maana yake ni kwamba atakuwa na maradhi za aina mbili, na maradhi hizi zimedhibiti kwa Masihi aliyeahidiwa Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam. Naam, asante sana jinsi ulivyoeleza kwa ufasaha, hata hitaji mtu kuongezea. Naam, nawashukuru kwa ujio wenu ili kupeana jibu ya shutuma zilizotolewa dhidi ya Masihi Maud alayhi wasallam. Pia ningefurahia na ningewasihi pia katika kipindi jacho ama siku za usoni pia muweze kuungana nami ili tuweze kuelimisha jamii na umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa jumla. Asanteni. Ni furaha yangu na ni matumaini na matarajio kuwa umeweza kuelimika na kufaidika na elimu iliyotolewa na waliobobea katika nyanja hiyo, na pia zile shutuma zilizotolewa dhidi ya Masihi Maud alayhi wasallam umeweza kupata jibu sahihi kuhusiana nazo. Sina mengi wala la ziada isipokuwa tu katika siku zijazo pia uweze kuungana nasi inshallah. Kwa leo na kuacha tu kwa dua moja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. यारो मसीहे वक्त के थी जिनकी इंतजार, यारो मसीहे वक्त के थी जिनकी इंतजार, राह तकते तकते जिनकी करोड़ों ही मर गए।